Habari za kazi? Safi kabisa. Poleni kwa tukio hili. Asante sana, tunashukuru. Ukiwa kama shuhuda, watu wanapenda kufahamu ama wanataka kufahamu kujua kwa kina hili tukio namna gani lilivyotokea. Tukio hili Kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Charles James Bundala. Ni mkazi wa eneo hili ila nje ya kidogo ya mtaa huu. Kwa taarifa ambazo mmezipata na taarifa ambazo tulikuwa nazo sisi, kuna tukio ambalo limetokea la kusikitisha la kijana mmoja ambaye kwa jina bado sijamfahamu vizuri. Ameua babake mzazi na babake mdogo. Ndio. Namna ambavyo labda kwa tetesi ambazo ulizozipata kutoka kwa majirani wa karibu, chanzo ni nini hasa? Chanzo inavyosemekana kwa taarifa ambazo tulizokuwa nazo, kijana yule nasikia kwanza hakuwa anaishi hapa. Alikuwa South Africa. Baada ya kurudi South Africa ndo kurejea hapa kuendelea na maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo alipotoka huko, kwa habari ama taarifa tulikuwa tunazipata kwamba yule kijana alikuwa anataka ulisi wa nyumba. Kwa hiyo kutokana na ule ulisi wa nyumba, akawa babake na babake mdogo wakawa wanamwambia, wewe unataka ulisi wa nyumba, utalisiji ulisi wa nyumba wakati sisi tupo. Wewe huu ulisi au kuhusu. Kwa hiyo endelea, tuna shughuli zako. Kwa hiyo vile vitu yule mtoto vikawa vinafanyaje, vinamuumiza. Alafu isitoshe pia hata akili yake, ile brain yake kidogo ilikuwa haiko kawaida, haiko sawa. Kwa hiyo sasa, kulingana na mazingira waliokuwa wakiishi kati ya maelewano ya baba na mtoto, yalikuwa sio mazuri. Kwa sababu hiyo kosa ya mauaji alishaifanya sana, lakini sema ndio ilikuwa bado haijafika wakati wake. Kwa hiyo sio ni jaribio la mara ya kwanza. Jaribio la mara ya kwanza. Nasikia mara ya kwanza alishawahi kumkosa na panga. Lakini hatimaye sasa amekamilisha tukio lake. Ndio. Namna ambavyo mlivyokuwa mnaishi na marehemu baba yake na baba yake mdogo, mlikuwa ni watu wa namna gani haswa? Ni watu ambao hawana shida, hawana tatizo lolote. Ni watu wema tu. Hawana tatizo lolote. Na tunawafahamu vizuri. Ndio. Labda kwa makadirio, kijana ni muda gani aliweza kuondoka hapa Dar es Salaam na kuelekea kule Afrika Kusini? Kule amekaa kama miaka 5 au 6 hivi. Kule amekaa miaka 5 au 6. Na ameweza kurejea. Na ameweza kurejea. Wewe namna ambavyo ulipata tukio hili ama taarifa hii, ulikuwa maeneo gani, na baada kwa jua watu hawa unawafahamu ama familia hii unaifahamu, ulijisikia? Kiukweli nimejisikia vibaya sana. Na ndio maana nilikuja kwa hasira. Nikasema haiwezekani kijana mwenzetu kama huyu akafanya tukio la mauaji kama hili. Je, huyu mzazi aliyemuua si kama mzazi wangu? Tatizo ni nini? Shida ni nini? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vingi nilikuwa najiuliza ndani ya akili yangu. Kwa nini amefanya kitu kama hiki? Tatizo ni nini? Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado sijapata majibu juu ya hili. Ndio. Umemwona hapa jeshi la polisi likiwa limeondoka naye, namna ambavyo kwa muonekano wake unamzungumziaje? Anaweza kawa anajutia ndani kwa ndani? Muonekano kiukweli, kwa jinsi nilivyomwona yule ndani ya nafsi anajutia. Tena anajutia zaidi ya kujutia kwa nini nimefanya hiki kitu. Ni anajutia zaidi ya kujutia. Tunaona wananchi wengine walikuwa wakitaka wamalizane naye ambapo. Kiukweli hata mimi binafsi yangu askari wangemwachia yule pale tungemalizana naye tu. Kwa sababu sio binadamu. Yule naye itakiwa shughuli yake ishie hapa. Kiukweli watu tumeumia, watu wameumia sana. Washukuru polisi tu. Baada ya kurejea hapa nchini, mienendo yake ilikuwaje? Mienendo yake kiukweli ilikuwa ya kihunihuni tu, hana mienendo mizuri. Ni mienendo ya kihunihuni tu, katika mazingira ya jamii kiukweli alikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa anamchukulia kama alivyo. Lakini hatukujua kumbe moyoni mwake amepanga kitu gani. Hatimaye ndio tukio kama hilo unavyolisikia, na ndio tuko nalo wakati huu. Maoni yako kwa vijana wengine ambao wana kitu cha kujifunza kupitia tukio hili? Tukio hili, labda ndugu zangu vijana ambao mpo katika ulimwengu wao katika wakati huu, hebu ujaribuni kuwa watu wema. Msiwe na tamaa, msiwe na ile hulka ya kutaka vitu kwa haraka au kutaka mali kwa haraka. Basi fanyeni kazi, tafuteni kazi ili mpate kile ambacho kinachowastahili. Tamaa sio nzuri. Tamaa mwisho wake ni mauti. Naomba tuache tuwe watu wema ili tuweze kuungana na jamii kwa ujumla. Familia hivi sasa inapitia katika kipindi kigumu. Kwako wewe, neno lako la faraja kwenda kwa familia? Familia kiukweli nawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu.
kikubwa waendelee kumwomba Mungu ili awatie faraja na matumaini juu ya hili ambalo limetokea. Na pia mwisho kabisa Mungu awarehemu marehemu ambao Mungu amewachukua kwa kupitia kifo ambacho hawajategemea. Tunarudi tena nyuma kidogo. Ndio. Amewaua kwa namna gani? Kwa dodoso ambazo kuwaua kwamba hapana. Aliwaua kwa kuwapiga shoka kulingana na maelezo yake mwenyewe. Aliwapiga shoka baadaye ndio akaanza kuwachinja. Kwa dodoso ambazo tumezipata na mahojiano kadri alivyokuwa anahojiana na polisi. Aliwaua kwa shoka baadaye ndio akaanza kuwachinja na kisu. Wakiwa usingizini. Shukrani sana. Nashukuru sana na asanteni sana. Yes, mtazamaji wa 69 Media Pro, kama hivyo unaweza kuona gari la polisi likiwa linaondoka na miili ya watu wawili ambayo imefukuliwa leo hii hapa Mwananyamala, ambapo kijana ameweza kumuua baba yake mzazi pamoja na baba yake mdogo. Kama hivyo unavyoweza kuona ni simanzi kweli kweli, miili ya watu wawili, baba mzazi na baba mdogo wa kijana. Ndivyo hivyo inavyoweza kuondoka na gari la polisi. Wananchi mbalimbali wameweza kujitokeza hapa Mwananyamala wakiwa wana huzuni kweli kweli. Ni kijana ambaye ameweza hilo siku ya jana majira ya jioni na kuweza asubuhi kabisa kwenda kuichimba shimo na kuweza kuifukia. Kama hivyo anavyoweza kuona na ambavyo jeshi la polisi linavyofanya kazi yake, na kijana mwenyewe mpaka hivi sasa tayari ameshakamatwa, yupo umati wa watu ambao wameweza kujitokeza hapa na kuja kushuhudia kile ambacho kimeweza kutokea tangu asubuhi. Sisi tumebahatika kufika hapa na watu ni wengi kama kweli kweli, watu mbalimbali wanaonekana, ndugu jamaa, marafiki na majirani ambao wameweza kufika hapa. Ni umati kweli kweli, mamia ya watu wameweza kufika hapa. Ni simanzi ya aina yake. 69 Media tupo hapa kuletea kile ambacho kinaendelea hapa. Ni tukio la kusikitisha, watu wawili wameweza kuuliwa, baba mzazi pamoja na baba mdogo ambaye wameweza kuuliwa na kijana ambaye inasadikika ametokea alikuwa anaishi Dar es Salaam na baadaye aliweza kuelekea kule Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha na baadaye kuja kurudi hapa nyumbani. Watu ni wengi kweli kweli, kama hivyo unavyoweza kuwaona. Mamia ya waombelezaji wameweza kufika hapa Mwananyamala. Na vilio ni vilio kweli kweli, watu wanalia, ndugu jamaa na majirani ambao wanawafahamu wahusika wanalia. Ni simanzi ya aina yake, ni simanzi ya aina yake. Watu mbalimbali, mamia ya watu ambao wameweza kufika ama kushuhudia tukio hili la simanzi ambalo limeweza kutokea siku ya jana na siku hii ya leo. Jeshi la polisi wameweza kuwafukua na kuweza kuwapeleka hospitali na taratibu nyingine ziweze kufanyika.